Isaya anasema ni nani aliyesadiki? Ni nani anayezikubali habari hizi? Huyu Yesu Kristo, huyu Mwokozi ameinama, wanapiga, wanarudia pale pale walipochana, wanapiga. Mgongo wa Yesu wote ukalaluliwa, mgongo wa Yesu wote ukachanwa chanwa. Anasema ni nani aliyesadiki? Analia kwa uchungu kwa ajili ya maisha yako, analia kwa uchungu kwa ajili yako wewe ambaye leo hii unamkataa, leo hii unamuona hafai, leo hii unamuona si chochote, si lolote. Nataka niwaambie watu wa mahali hapa, alijeruhiwa Yesu kwa ajili ya maisha yako, alijeruhiwa Yesu kwa ajili ya tabu zako, alipigwa Yesu kwa ajili yako. Isaya anasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona, kwa kupigwa kwa Yesu Kristo. Kumbe wakati anapigwa na wale maskari, anapopigwa damu zinafubujika kwenye mgongo wake. Kumbe wagonjwa wanapona, kumbe kansa inakimbia, kumbe malaria inakimbia, kumbe kisukari kinakimbia, kumbe korona inakimbia. Ndio maana hatuna mashaka, yeyote anayekuja kwa Yesu Kristo, haupo ugonjwa ambao Yesu hajashughulika nao. Yesu ameshughulika na magonjwa yote pale msalabani. Haiko kansa inaweza kushindana na jina la Yesu, hakuna ugonjwa unaweza kushindana na jina la Yesu. Jina la Yesu Kristo limepita magonjwa yote, limepita shida zote. Kwa kupigwa kwake tumepona, kwa kupigwa kwake tumefunguliwa, kwa kupigwa kwa Yesu Kristo. Nami nasema kwa ujasiri jioni ya leo, uko hapa usiogope. Una magonjwa ya kutisha, usiogope. Yuko aliyejeruhiwa kwa ajili yako, yuko aliyepigwa kwa ajili yako, yuko aliyevuja damu kwa ajili yako. Mgongo wake ulichanwa chanwa, ile damu ya Yesu Kristo, come on, inanena mema juu ya afya yako, inanena uponyaji juu ya afya yako. Ile damu ya Mwokozi Yesu Kristo inanena mema kwa watoto wako, inanena mema kwenye biashara yako. Yesu, jina la Yesu. Wakati ambapo maadui zako wamechinja wanyama, wakatamka mabaya kwa watoto wako, wakatamka mabaya kwenye afya yako, natangaza kuna damu ya zamani ya Yesu inayonena mema kwa ajili yako, inanena mema kwa watoto wako, inanena mema. Haleluya! Damu ya Yesu Kristo. Alijeruhiwa